imetamatika dabi ya Kariakoo, mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Young Africans. Mimi niko na Mwarabu, ngoja tuyazungumze ya kimichezo na burudani. Bwana wekundu Msimbazi, Simba Sports Club dakika 45 zilikuwa zao. Dhahiri, ni kitu gani ambacho kimewafurisha Simba kulinda ushindi waliokuwa nao wa mtaji wa magoli 2-1 ndani ya dakika 45? Kwanza tunamshukuru Mungu, mechi imemalizika salama. Hakuna injury yote mpaka sasa. Tumegawana pointi moja. Of course mchezo ulikuwa mgumu, lakini binafsi nimeumia kwa sababu niliona kabisa pointi 3 tunakaribia kuzichukua, kwa sababu mpinzani wangu ananiongoza kwa pointi 5. Nilikuwa napunguza gap la pointi 3 na baki 2. Ligi bado inaendelea, ligi ni marathon, huwezi jua kinachotokea mbele nini, lakini bado kwa sasa yeye sare kwake inamfaidisha vizuri, sababu mimi nilikuwa nyumbani, uwanja nimeuzoea na aliongoza kwa goli 2, lakini mwisho wa siku yamerudi yote. Sio kitu kizuri. Naweza nikasema ulikuwa mchezo mzuri kwetu. Tumeshindwa kutumia nafasi nyingi katika mechi ambazo nafikiri za ligi ambazo tumekutana na Yanga. Hii ni mechi ambayo moja hapo tumetengeneza nafasi nyingi sana za wazi, yani ni clear chance tumeshindwa kuzitumia. Nafikiri tumetengeneza nafasi zaidi ya 7, lakini tumeshindwa kuzitumia. Kitu ambacho nilitamani mwalimu angekiona tayari kwa tunaongoza first half, tumemaliza second half tunarudi. Yanga tayari aliona kwamba yeye akianza anafika mpaka mwisho, lakini ana striker mmoja akapunguza kiungo, alikuwa na kadi akaongeza striker. Ile maana yake ni kwamba aliona madhaifu yetu sisi tukianza, wao wanafika mpaka mwisho, kwamba tayari tuna viungo wetu hawako katika mlolongo mzuri wa kukaba. Kwa mimi kama kocha nilitamani pale na yeye angeua kiungo mmoja mshambuliaji akaweka kiungo mkabaji. Eiza una mawili, mtoe Loemba mweke Kante aje kucheza na Kagoma, Maema asogee namba 10. Yes, hapo nakuwa tayari unalinda ushindi wa goli 2-1. Kwa sababu ligi hata ushinde goli 10 kinachotakiwa ni pointi 3. Kosa jingine la pili walilofanya ni tayari wapinzani wameshachomoa goli 1-2. Kumtoa Mpanzu kumweka Mwalimu ni kosa kubwa sana. Mpanzu alikuwa anarudi chini kuchukua mipira. Wameweka muungano mzuri kati ya Mpanzu, Maema na Chama. Tayari ikawa ni rahisi kufika mbele kumsumbua. Ndio maana Mwamnyeto alikosa utulivu yeye na Baka. Kumtoa Mpanzu kumweka Mwalimu ni tayari umewafanya Maema Mwamnyeto na Baka kurelax. Yani niseme ukweli, imeniuma sana. Yani mimi mpaka nakuja hapa ninaamini kabisa leo tunashinda. Si Yanga kumkosa muda na kumkosa Dickson Jobu ni pengo kubwa sana. Bora mkose mchezaji yote, lakini sio Dickson Jobu wala muda. Wale ndo katika dabi ndo huwa wanafanya kazi ngumu sana. Dickson Jobu, na nilikuwa naamini hao mapengo tutatumia vizuri, na kweli tuliyatumia vizuri. Tuliyatumia vizuri sana, tuliwawini pale katikati zile dakika 20 za mwanzo, tukawawini pale mbele tukawa tunawasumbua. Ukiona magoli yetu yote ilikuwa mipango, lakini mwisho wa siku ligi ni marathon, hatujakata tamaa. Na pongeza wachezaji wangu, nimevutiwa walivyocheza, lakini tumeshindwa kutumia nafasi vizuri. Hii timu unaiona brother, hii timu unaiona hii. Mwalimu anahitaji maingizo 6. Tayari ashasema. Maingizo 6 ya wachezaji wapya. Anahitaji midfielder 2, kiungo mkabaji na mshambuliaji. Anahitaji fullback wawili wa kulia na wa kushoto. Anahitaji na mastriker 2. Hapo mwalimu akipewa, wamwachie hii timu. Mimi nasema wamwachie timu. Steven Becker ni kocha ambaye sio muoga, lakini namuelewa makosa yapo, lakini namuelewa anakosa wale wachezaji anaowataka. Kila mwalimu ana mbinu yake na wachezaji wake. Wewe unaweza kumuona mwalimu mzuri, yeye kwake anamuona kawaida. Wewe mimi naweza kumuona Loemba mzuri, anamuona kawaida au mtu fulani. Kwa ndio hivyo. Mwisho wa siku nampongeza Chama. Katika nchi yetu mpaka mimi nakufa, naamini sitashuhudia mchezaji kama Chama. Mpaka nitakufa kwenye hii ligi yetu hii. Sijasema Afrika, nimesema kwenye ligi yetu Tanzania. Sitakuja kuona mchezaji kama Chama. Kwa nini unasema hivyo? Brother, huyu Chama unamuona alocheza leo hivi na ndo alocheza juzi dakika 120. Ndo alocheza dakika 120. Umeelewa? Na leo kacheza. Chama ameassist na ameshinda, unajua. Umeelewa sijui? Chama ni mchezaji yani hajawahi kutokea ndani ya ligi yetu. Na ninaamini bro hata kuja kutokea. Na ndio maana tunasema msimlaumu Edmund John ile mechi. Angalieni akili ya Chama. Kuna namna viongozi wa Simba wanabidi wamuongezee kandarasi sasa. Clatous Chota Chama ile endelee brother. Hiyo hata wewe ungekuwa kocha ungemwacha. Ungekuwa kocha ungemwacha Chama. Tutamuongezea tena mwaka mmoja. Hiyo kama Chama hajaongezewa mwaka mmoja Simba, brother ukiniona ndai laki nitakupa. Kama Chama hajaongezewa mwaka mmoja Simba, ukiniona ndai laki nitakupa. Heri hilo. Bro, huyu Chama unayemwona mpaka washabiki wanalalamika anatumia dawa.
Chama ndo huyu utulivu, akili. Umeona goli liloshinda? Wanashinda wachezaji wakubwa sana kwamba tayari anauelewa hapa, tayari kipa yuko sehemu fulani. Angalia akipata mpira mtu mwingine, ndio kitu ambacho Chama na Loemba tofauti yao. Loemba anafanya kazi kubwa lakini finishing yake ni ndo mbovu, lakini Chama anafanya kazi, anakurahisisha, unaona mbona kama mimi naweza kufanya vile. Umeelewa? Bro, niseme kitu cha ukweli kwamba matokeo yako upande wetu leo, waache wafurahi kwa sababu sare na wabeba, lakini mwisho wa siku mimi najivunia kosi changu kimecheza vizuri. Shukrani sana. Asante bro. Chapesa.